asifiwe. Mwadhani ya roho kumyo. Basi nikwenda kumgaidia nino alitolea Yesu. Hayo nataka kuwasalimu katika jina la Yesu. Na jokelie gaire bituka mthenya wa Mungu. Na ninamshukuru Bwana siku ya leo. Ni tondu ni atoete mthenya mwega. Kwa sababu ametupatia siku njema. Wao ukakuigwa muhambo wake. Kwanza tukuje tusikie sauti yake. Wera usokelia gaitha muno. Nataka kumshukuru Bwana ni undu wa watu asiomajo imkani na mthenya wa Mungu. Kwa sababu ya wale ambao wamejoin church siku ya leo. Wale waile ituzo nyina wa Julia. Dada wetu Mama Julia. Ona muraide itu ida wa Joroge. Na ndugu yetu Baba Joroge. Gai amra ni muno tomo ka nyumba ya Gai. Mungu awabariki kwa sababu mmekuja kwenye nyumba ya Bwana. Muigwe huko ni kwanyu. Sasa mjisikie mkiwa huru hapa. Hali yake makinyete. Pale wale wengine wamefika. Ni mwezi ni wale kweo. Mko kwa level moja na wao. Wote ukonie kanisa. Na borose ambao inahusu kanisa. Mama ndani ya umoja. Kuanzia siku ya leo. Kwa watu kadri ya Februari. Kwa sababu sasa mmekuwa kwa kanisa la Februari. Leo wote ukonie kanisa na mtu. Kwa hivyo jambo lote linahusu kanisa tunaweza kutueleza. Mthenya wa umoja. Siku ya leo. Kwenda kwalia uhoro wa moyo ulia uliukanagia. Nataka kuongea juu ya ule uhai ambao unafufua. Kana kwalia uhoro wa moyo uliukio. Ule uhai ambao ni wa ufufuo. Na tuogothoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Afilipi. Tutasoma kwenye kitabu cha Wafilipi. Thĩinĩ wa Afilipi 3. Afilipi ni 3. Na tukwaja mwali wa 8. Na tutaanza mstari wa 8. Na nĩtũgũcoka tũgĩthiĩ na mbere. Na tutaendelea. Reke twaje mwali wa 7. Wacheni tuanze kuanzia mstari wa 7. In the book of Philippians chapter 3. Kitabu ya Wafilipi 3 beginning from verse 7. Kuanzia mstari wa 7. Ende maũndũ macio ndatuaga tarĩ ma umithio rĩ, nĩmondĩkĩtie gũtua atĩ nĩ matũhũ tondũ wa kũgĩa na Kristo. Ĩni ona maũndũ mothe rĩ nĩmatuaga matũhũ kuona atĩ rĩu nĩmenyete Kristo Jesũ mwathani wakwa na ũmenyi ũrĩa ũkĩrĩte kũna maũndũ macio mangĩ mothe. Nĩ tondũ wake ndorĩirwo nĩ indo ciothe na ngacituaga ta mahuti ma gũteo nigetha ndĩgĩre na Kristo na ngoragwo ndĩ thĩinĩ wake itakĩrĩ na ũthingu wakwa mwene o wa mũthemba ũcio umanaga na watho tiga ũrĩa umanaga na ũhoro wa gwĩtĩkia Kristo o ũthingu ũrĩa umaga kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Mwari wa 10. Na ningĩ nigetha ndĩmũmenye we ona menye hinya ũrĩa umanaga na kũriũka gwake na tũgwatanĩre nake mĩnyamaro yake na handanio nake ũhoro-inĩ wake wa gũkua nĩguo atĩ kũngĩhoteka ngakinyĩra ũhoro wa kũriũkio nyume kũrĩ arĩa akuũ. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Ciugo ici ciaririo nĩ ndungata Ngai Paulo. Haya maneno ni ndugu yetu Paulo aliyanena. Na Paulo mbele ni mũyari mũnyariri wa kanitha. Na Paulo pale mbeleni unajua alikuwa anasumbua tu kanisa. Na arĩ mũgeri ngero. Yeye alikuwa mtu wa kuua. Na arĩ mũndũ ũtendaga kuona andũ a Ngai. Na hakuwa anatamani kuona wana wa Mungu. No hĩndĩ ĩrĩa Paulo arĩkirie gwĩtwo. Lakini wakati Paulo aliitwa. Na ndamwĩra tũraria ũhoro wa muoyo wa ũriũkio. Na ninawaambia ya kwamba tunaongea juu ya uhai wa ufufuo. Ũrĩa twĩtaga na gĩthũngũ resurrection life. Ũrĩa twaragia ũhoro wa ũriũkio. Rĩrĩa Paulo arĩkirie gwĩtwo. Wakati Paulo alipoitwa kwenye arĩkia gũtigana na mũthiĩre wake wa mbere. Baada ya kuachana na zile njia alikuwa anapitia. Akiona nĩ wega andĩkĩre andũ a kanitha wa Filipi. Akaona ni vizuri aandikie wana wa Filipi. Hau igũrũ tũtanathoma-rĩ. Pale juu ambao hatukusoma. Nĩagwetete maũndũ marĩa arĩ namo. Alikuwa ameteja yale mambo alikuwa nayo. Akiuga nĩoimĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Benjamin. Anasema ametoka kwa ukoo wa Benjamin. Akoiga arĩ Mũyahudi. Akasema alikuwa ni Myahudi. Waciarĩtwo nĩ Ayahudi. Alikuwa amezaliwa na Wayahudi. Akoiga watho arĩ Mũfarisayo. Alikuwa kwa Torati alikuwa Mfarisayo. Tondũ nĩathomete gĩthomo kĩa Gamalieli. Kwa sababu alikuwa amesoma ile somo la Gamalieli. Na ũhoro wakĩo-rĩ. Na kwa juhudi zake. Akoiga arĩ mũnyariri wa kanitha. Alikuwa ni mtu wa kusumbua kanisa. Arĩkia kwaria maũndũ macio mothe. Baada ya kuongea haya mambo yote. Na arĩkia kwĩrahĩra maũndũ marĩa arĩ namo. Na baada ya kujigamba kwa yale mambo yote alikuwa nayo. Hau nĩho wacokire akiuga atĩrĩ. Hapo ndio pale tena akanena ya kwamba. No maũndũ macio mothe-rĩ. Lakini baada ya haya mambo yote. Rĩu nĩndĩkĩtie kũmeheria. Ya mambo yote sasa nimeyaondoa. Na kama tuota mahuti ma gĩthaka. Na nikayafanya kama takataka. Nĩgetha ndĩgĩre na Kristo. Ndiposa nimshike Kristo. Na ndĩmũmenye na mũmenyere. Na nimjue vile kwa hali ambayo ni nzuri. Ũrĩa ũkĩrĩte maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ile imezidi mambo yote. Na handanio nake. Na nifananishwe na yeye. Thĩinĩ wa gũkua gwake. Ndani ya kifo chake. Nĩgetha kũngĩhoteka-rĩ. Ndiposa ikiwezekana. Nganyitanĩra thĩinĩ wa
gwake nishikane pamoja kufufuka kwake, nigetha ndiũkio ta ũrĩa ariũkire, ndiposa nifufuliwe kama ũguo alifufuliwa. nĩendire kũmenya rĩ, Kwa hivyo alikuwa anahitaji kujua hinya ũrĩa wariũkirie Jesũ ile nguvu ama uwezo ulimfufua Yesu, na ũrĩa wamũrutire thĩinĩ wa kaburi, na ile uhai ilimtoa kwenye kaburi, na akiuga nĩgetha naniĩ rĩ, akasema mpaka mimi ngakinyĩra kũriũkio nifike wakati wa kufufuliwa, nĩgetha nyume kũrĩ arĩa akuũ, ndiposa nitoke kwa wafu. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Agĩkorwo na kĩo kĩingĩ Akawa na juhudi sana gĩa kwenda kũmenya na kutaka kujua hinya na ũhoti ũrĩa wariũkirie Jesũ uweza ule ulimfufua Yesu, na muoyo ũrĩa wamũriũkirie na yule uhai ambao ilimfufua ũrĩa wamũrutire thĩinĩ wa kaburi, ili ilimtoa kwenye kaburi, tondũ Paulo nĩamenyire kwa atĩrĩrĩ, sababu Paulo alijua ya kwamba mbere ĩyo atũũraga thĩinĩ wa gĩkuũ, pale mbeleni alikuwa anaishi kwenye o kifo, ta ũrĩa kwaririo thĩinĩ wa Efeso 2 kama wa Efeso 2:8, atĩ nĩ gũkua twakuĩte kifo ambao tulikuwa tumeingia ndani thĩinĩ yake wa mehia na mahĩtia, kwa makosa na dhambi zetu, atĩ no rĩo twaingĩrire thĩinĩ wa Kristo rĩ, lakini wakati tuliingia ndani ya Kristo ngĩingĩra thĩinĩ wa kũriũka, na tukaingia kwenye ufufuo, kiuma thĩinĩ wa gĩkuũ, tukatoka kwenye kifo tũgĩtoonya thĩinĩ wa muoyo, tukaingia kwenye uhai, nĩgetha kuma hau rĩ, ndiposa kuanzia pale tũtũũrage na muoyo mwerũ. tuwe tunaishi na uhai mpya. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Ũguo akĩenda kũmenya, Kwa hivyo Paulo akatamani sana kujua akĩenda kwĩnjĩra na akaanza kuingia ndani, ũrĩa amenyete maũndũ marĩa mangĩ rĩ, vile alikuwa amejua mambo mengine, akĩenda kwĩnjĩra mũno akatamani sana kufuata ũrĩa sana wariũkirie Jesũ. ile nguvu ambayo ilimfufua Yesu. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Mũthenya wa kiumia rĩ, Siku ya Sunday, nĩgetha tũcokere hanini, ndiposa nikurudie kidogo, twaririe ũhoro wa ciugo iria Jesũ aririe tulikuwa tunanena juu ya yale maneno Yesu alinena atuĩkanaga mũtharaba-inĩ, wakati alikuwa anaanga pale msalabani, arĩkia atanatuĩkana rĩ, na kabla ya kifo chake tũkĩĩrwo nĩ igire ũhoro wothe nĩ warĩka, tukaambia amesema mambo yote yamekamilika, ona heading ya kĩhunjio gĩa kiumia na ile ujumbe ilikuwa inanenwa Sunday, no tondũ arĩ kuo rĩ, na kwa sababu hukuweko, wathiĩ YouTube ukiingia YouTube ũceke kanitha itũ, utafute kanisa letu, ũkora kĩhunjio kĩu hau, utakuta ile mahubiri pale, wathiĩ Facebook ukiingia Facebook nĩ ũgũgĩkora, na utaikuta tu pale, no tondũ tũraria ũhoro wa muoyo wa ũriũkio na rĩ, kwa sababu tunaongea juu ya uhai wa na ufufuo hinya na ũhoti ũrĩa wariũkirie Jesũ na rĩ, uwezo ule ambao ulimfufua Yesu, nĩgetha na ithuĩ thĩinĩ wa kanitha ndiposa nasi ndani ya kanisa ũmenye harĩa tũgũcerera thĩinĩ wa muoyo ũcio tujue rĩ, mahali ambao tutakuwa tukienda kwa ile uhai. arĩkia kuuga maũndũ mothe nĩ marĩka, Baada ya Yesu kusema mambo yote yamekamilika, tũkĩĩrwo nĩ atuĩkanire, tukaambiwa akaaga, na arĩkia gũtuĩkana na baada ya kuaga agĩkorwo atĩ atũnyitĩire akawa tayari ametushikia irathimo ciothe, baraka zote, atũnyitĩire muoyo wothe, ametusikia uhai wote, atũnyitĩire kũhonio guothe, ametusikia mpaka uponyaji wote, atwehereirie kĩrumi gĩothe, ametuondoa laana, ndolea laana na yote. hau twathoma hau itandatwara na mbere rĩ, Pale tumesoma hapo chini rĩrĩa kidogo, Paulo oigire nĩgetha amenye muoyo ũrĩa wamũriũkirie wakati rĩ, Paulo alisema nataka kujua ile uhai ilimfufua, na inyuĩ hau ndatigĩra yugĩte atĩrĩ, pale nimewachua imesema ya atĩ kwamba nĩkĩo ndĩrutanagĩria ndiposa ninajikaza, nĩgetha ndĩnyitĩre ndiposa nishike kĩrĩa ndanyitĩirwo nĩ Kristo, ile kitu Kristo alinishikia, tondũ mũthenya wa kiumia nĩ tweriwa he maũndũ atũnyitĩte, kwa sababu siku ya Sunday tuliambia kuna mambo Yesu na alitushikia, rĩu ti wĩra witũ kũmagĩra kũrĩa na marĩ, sio kazi yetu kwenda kuyachukua pale yaliko. wĩra witũ ta kanitha nĩ kũgĩra guoko-inĩ gwake, Kazi yetu ni kwenda kwa mkono yake kuchukua. ndiganagĩrwo nĩ maũndũ marĩa methu, Ndiposa Paulo anasema nasahau yale yote yako nyuma, nĩgetha ndambũrũke ndiposa niende mbele nĩnyitĩre maũndũ marĩa ndanyitĩrwo nĩ nishike yale mambo Kristo alishika wale atũnyitĩire rĩ, yale alitushikia, nĩ muoyo ũcio ni wamũriũkirie, uhai wa ufufuo, na tondũ wĩ guoko-inĩ na gwake, kwa sababu iko ndani ya mkono wake, rĩu nĩ tũtambũrũke, sisi sasa nichukue hatua, mũndũ anyitĩre muoyo wa ũriũkio, kwa sababu ukishika uhai wa ufufuo, nĩgetha rĩu tũcerage tũtarĩ thĩinĩ wa gĩkuũ, ndiposa nasi tuwe tunaenda bila kuwa na kifo, nĩgetha tũcerage tũtarĩ thĩinĩ wa ndio gĩkuũ, tuwe tunatembea tukiwa nje ya kifo, tũcerage tũgĩthamakagĩrwo nĩ muoyo wa ũriũkio. tutawale tukitawalwa na ule uhai wa ufufuo. Nĩkoigire thĩinĩ wa Iburania atĩrĩ, Ndiposa kitabu ya Ibrania akasema atĩ acamire gĩkuũ yeye mwenyewe aliingia kwa kifo ithenya rĩa andũ othe, badala ya watu wote, nĩgetha ahonokie andũ ndiposa aokoe watu arĩa matũire mohetwo kombo mĩaka yao wale yothe, ambao walikuwa mateka kwa miaka mingi nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra gĩkuũ. kwa sababu ya kuokoka hapa kifo. Arĩkia gũgĩtooria Baada ya kushinda kifo na akiuma mbere-inĩ na muoyo wa na ũriũkio, akatoka kwenye kaburi na ule uhai, agĩkũnyitĩra nĩgetha wee ũgĩĩre, yeye mwenyewe akashika, ndiposa na wewe uende nĩgetha mbinguni, kuuma hau ũtũũragio nĩ muoyo wa rithani, ndiposa kuanzia pale uwe unadumu
kwa sababu ya yule kilete kusimama. Ndio Paulo mali namba. Nawe Paulo wakati ule walikuwa na Barnaba. Kwanza makienda kumarutira igogo. Wale watu wakaanza kuwatolea kafara. Ndio mwenye atene. Kwa sababu walisema ya kwamba Isi neka itoikorokeire. hii ni miungu ambayo imetutembelea. Tumete igoro. Ambao zimetoka juu. Makienda kumarutira igogo. Wakaanza kuwatolea, walikuwa wanataka kuwatolea kafara. Paulo magitemberaga nguosia. Hao Paulo wakatakata nguo zao. Wakimera hivyo tole wado. Akawaambia sisi ni binadamu kama nyinyi. Na hivyo totire kai tole wado. Na sisi sio miungu, sisi ni watu kama nyinyi. Kile atuenge ndani mwa waje. Ile kitu tuko nao, tuko na uhai wa Yesu. Na tumeitoa tukaweka ndani ya kiwete. Na ule uhai ukamponya yule kiwete. Bwana sifiwe. Wakati watu wa Lusera walikuwa na furaha. Na walikuwa wanataka kuwatolea kafara. Na kukaja Wayahudi. Wayahudi wakakuja, walikuwa Antiokia na Ikoni. Na wakati walipofika pale, wakakuta watu wamefurahi kwa sababu ya ile kiwete. Badala ya wafurahi kama wana wa Lusera. Na ndio walikuwa Wayahudi kama Paulo. Maandiko wanasema wakakasirika. Na wakaanza kuongea kinyume kwa wana wa Lusera. Wakaambia wana wa Lusera wapige Paulo na Silas. Na mahiga. Na mawe. Na Barnaba. Na Barnaba na mawe. Wakawaambia wawapige na mawe. Hapo ndio ilitendeka. Tunaongea juu ya ule uhai ambao unafufua mitume 14. Wale watu watakachukua mawe wakaanza kumpiga Paulo. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati walipoangalia Paulo wakaona ameaga. Tuko pamoja. Amen. Wakati waliangalia wakaona kama Paulo amekufa. Maandiko wanasema wakamfuruta. Wakamtoa nje ya jiji. Na wakati alipolewa nje ya jiji, wakati mitume walisikia uchungu kwa ile maneno, walienda wakamzunguka Paulo. Na wakaanza kuomba. Na wakati walikuwa wanaomba, maandiko yanasema Paulo akasimama. Akasimama na miguu yake akaingia ndani ya jiji. Na wana wa Lusera walikuwa wamemwacha kama ameaga. Ile ilitoa Paulo kutoka kwa kifo. Ni ule uhai ambao unafufua mtu. Kwa sababu watu wanaweza kukuacha kama wakamwangamiza. Watu wanaweza kukuacha kama wakamekuua. Wanaweza kukufuruta mpaka wakupeleke nje ya jiji. Lakini ikiwa ndani yako kuna ule uhai wa kufufua, Bwana asifiwe, hakuna mahali utaenda. Kwa sababu ule uhai ulitoka ndani ya Paulo, ikatoa ile kifo ambao waliweka kwake, na ule uwezo ukamsimamisha, akaingia ndani ya jiji. Bwana asifiwe. Unaona Paulo ndio alikuwa anataka kujua vizuri ile ilifufua Yesu. Niposa na mimi nifikie wakati wa kufufuliwa. Wana wa Lusera walikuwa wanajua wamemuua. Akafufuliwa na ule uhai ulikuwa ndani yake. Na wakati ule Wayahudi yule aliyetegemea, ndio walikuja kuambia wana wa Lusera wampige Paulo. Kwa sababu hata siku ile sio watu wote wanafurahia yale mazuri yako ndani yao. Unaweza kufanya kilete itembee. Na Wayahudi wale ambao umeitanishwa pamoja na wao, wale ndio wanakuwa maadui wa kwanza. Lakini kwa sababu Paulo alijua ule uhai wa ufufuo, na wakati walimwacha kama ameaga, ule uhai ulikuwa ndani yake. Yule ambao alikuwa amepewa na Kristo, yule alikuwa ametoa kutoka mikono mwa Kristo, ule uhai ukamfufua. Na maandiko yanasema akaingia ndani tena kwa jiji. Kwa hivyo baada ya Yesu kusema mambo yamemalizika, na baada
roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Areke utwekana. Baada ya kifo pale msalabani. Na akaenda sia muthenya. Saa 9 ya mchana. Muthuri wetagwo Yusufu wa Arimathea. Mzee alikuwa anaitwa Yusufu wa Arimathea. Ndio wathire kwa Pilato. Yeye akaenda kwa Pilato. Akamuhoya rotha. Akamuuliza ruhusa. Akamwera mwitikirie. Akamwambia mkumbalie. Oe mwili wa Yesu. Achukue mwili wa Kristo Yesu. Akaudhike. Ndiposa aende akauzike. Akisoka akijoiwa na moto. Halafu mtu mwingine akaja. Wetagwo Nikodemo. Alikuwa anaitwa Nikodemo. Nikodemo yule wakolete Yesu tuko. Nikodemo yule alimfuata Yesu usiku. Ndio wajibu ya Yohana 3. Kwenye kitabu cha Injili Yohana 3. Nikodemo Yule Nikodemo. Na yule Yusufu wa Arimathea. Walikuwa ni wafuasi wa Yesu kisiri. Hawakuonekana kama Petro na Andrea na Yohana. Na ndiposa kanisani usijali. Hata kama wewe unaonekana kama hujulikani, ndani ya Mungu anakujua. Kwa sababu Yusufu wa Arimathea na Nikodemo ndio walichukua ule mwili wa Yesu. Yusufu wa Arimathea akapeana kaburi. Yusufu wa Arimathea akapatiana kaburi. Na Nikodemo ndio walehile lile. Naye Nikodemo akalete mahuti manuka wena. Yale majani ambayo yananuka vizuri. Yaani alimtengeneza mwili wa Yesu. Na wakamfunga vizuri. Halafu wakamweka ndani ya kaburi. Na baada ya kumweka ndani ya kaburi, kwa sababu tunaongea juu ya uhai wa ufufuo, ile kaburi kafungwa na jiwe. Baada ya kufungwa na jiwe, Yesu akaa kule siku mbili. Siku ya 3 ndiye alitoka. Hapa kuna jambo nataka tuelewe. Yesu alizikwa na wazee wawili. Alizikwa na Nikodemo na Yusufu wa Arimathea. Wakati ule Petro na Yohana, hakuna mahali Yusufu na akina Mariamu wanataja. Hata hakuna mahali ndugu zake wanataja kwenye mazishi yao. Kwa sababu Yesu alikuwa amewachiliwa na watu wote. Akatumiwa Yusufu na Nikodemo. Wakati alikuwa anatarajia zikwe, wale wawili ndio walishughulikia. Mmoja akaleta majani yale na alikuwa na manukato. Yule mwingine akapeana kaburi. Bwana asifiwe. Usije ukajali hata watu wote wakikuacha. Hata familia yenu ikikuacha. Na wale wana kijiji wakikuacha. Hata wale mnafanya kazi na wao wakikuacha. Basi kama umesimama kama Yesu, Mungu lazima atatuma Nikodemo. Mungu atatuma Yusufu wa Arimathea. Bwana asifiwe. Kwa sababu ule wakati ule Petro hakuonekana. Hakuna mahali ya Yesu alionekana. Wale Yesu angekuwa anatamani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Rafiki wa hapa duniani ni wa muda tu, na imepimwa na inaenda kadri ya vile mambo yako. Lakini mkipendana na Yesu, hakuna siku atakuacha. Hata kama wengine wakiondoka, Yesu hatakuacha. Kwa sababu yeye baada ya kufa aliwachwa. Akahudumiwa na Yusufu na Nikodemo asipokuwa wawili. Bwana asifiwe. Wakati alifungiliwa pale ndani ya kaburi, wakati siku ya 3 ilipofika, hakuna mtu alienda kumuita ndani ya kaburi. Lakini ule uhai ulikuwa ndani yake. Ule uhai wa ufufuo. Siku ya 3 ikifika, na wakati ule kaburi imefungwa na jiwe, ule uhai ukaanza kujaa. Ule uhai ukaanza kusimama. Ule uhai ukajaa ndani ya kaburi. Ule uhai ukaanza kufungua mahali na ukaanza kukatakata yale mawe. Bwana asifiwe. Mpaka ule uhai ukaondoa lile jiwe na Yesu akatoka. Bwana asifiwe sana.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ningema umenye moyo wako wali dhini wake ni wa muluki. Na ndiposa ujue ule uhai ulikuwa ndani yake ndio ilimfufua. Ningema wame kumene otigani wale ndiro igari. Ndiposa ujue tofauti ya vile ninanena. Ndio Yesu aliokile le. Wakati ule Yesu alifufuka, alimira kaburi, alitoka ndani ya kaburi na mwana wa mwetile. Na hakuna mtu alimuita. Wale wale dhini wake. Ule uhai ulikuwa ndani yake. Ndio ulimtoa kwenye kaburi. No, kidoma injili ya Yohana 11. Lakini injili ya Yohana 11 ukisoma. Na pale ndio inanena vile Lazaro alifufuliwa. Wacha tuone kidogo. Tofauti ya kufufuka wa Yesu. Na tofauti ya kufufuka kwa Lazaro. Lazaro alifungwa na ile nguo. Kama vile Yesu alifungwa. Injili ya Yohana 11 ukienda wakati ya kufungwa na ile shuka, akawekwa ndani ya kaburi. Akiwekwa ndani ya kaburi, ile kaburi ya Lazaro ikawekwa chini. Kaburi ya Lazaro ilikuwa imefungwa na jiwe, nayo ile ya Yesu ilikuwa imefungwa na jiwe. Na ndiposa Lazaro afufuke, ilibidi uhai utoke nje, kwa sababu Lazaro hakuwa na uhai ndani yake. Kama ile ilikuwa na Yesu ilimfufua, ilistahili uhai utoke kutoka nje, ule ambao ulimfufua Lazaro. Kwa sababu Yesu wakati alipofika Bethania, wakati alipoingia pale kwenye kaburi ya Lazaro, jambo la kwanza aliambia watu waondoe jiwe. Kwa hivyo wakati wa Lazaro jiwe liliondolewa na watu, lakini kufufuka kwa Yesu liliondolewa na malaika. Na ukisoma vizuri maandiko yanasema malaika akateremka akaondoa ile jiwe. Na zile zote mbili zilikuwa zimefanana kaburi. Zote zilikuwa ni shimo. Wote walikuwa wamefungwa na nguo. Zote zimefungwa na mawe. Lakini wakati Yesu hakutoka kwa peke yake, Lazaro lazima watu wangekuja. Kwanza jiwe likaondolewa. Halafu Yesu akamuita Lazaro, toka kwenye kaburi. Kwa hivyo Lazaro alifufuka kwa uhai ulitoka kwa mtu mwingine, kwa sababu hakuwa na ule uhai wa ufufuo ya kujifungua yeye mwenyewe. Lakini Yesu mwenyewe ndani yake kulikuwa na ule uhai wa ufufuo, na ule uhai ndio uliondoa lile jiwe, na ile uhai ndio ilimtotoa kutoka kwenye kaburi. Naomba ya kutoka hakuambia afunguliwe zile nguo na mtu. Bwana sifiwe. Lakini baada ya Lazaro kutoka kwa kaburi, ilibidi apeleke watu wengine ndio wamfungue. Nataka kusema nini? Kwa hivyo ule uhai wa ufufuo unasaidia mtu kutoka na damu, inaokoa mtu kutoka damu. Lakini ule uhai ambao unamfufua Lazaro lazima itoke nje. Bwana asifiwe. Ni wale watu ambao unasikia wanawaambia kanisa, ndugu na dada, huwezi kaa vizuri kabla ya kuambiwa. Unaambia ndugu yetu acha kudanganya, dada wetu hata kutukana watu. Wale ni akina Lazaro, kwa sababu wanadumishwa na uhai kwa kuolewa. Wanadumishwa tu kwa kuambiwa Lazaro asitoke. Toka kwa masengenyo na uovu toka. Wanafufuliwa kwa maneno imetoka ndani ya mtu mwingine. Lakini Bwana anataka kuteka jambo mpya kanisa, kwa sababu ni lazima uwe na ule
kukulinda na kukuongoza. Bwana asifiwe. Lazaro akaambiwa toka. Na Yesu akamwambia na binadamu atoke. Ule uhai ulikuwa ndani yake ndio ilimfufua. Ule uhai ambao ulimfufua Paulo kule Luseni. Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, alikuwa anaenda tu akiwa kwenye ile hali kwa ule uhai wa ufufuo. Na ule uhai ulikuwa ndani yake umejaa. Mpaka ilikuwa inasikika kwa nguo zake. Ndipo yule mama aligusa zile nguo zake. Maandiko inasema akaponywa pale pale. Kwa sababu alikuwa na ule uhai wa ufufuo. Ilikuwa imejaa kabisa. Na ule uhai ilikuwa inamdumisha yeye mwenyewe. Na ilikuwa inasaidia wale walikuwa wagonjwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mpaka yeye mwenyewe hata kabla ya kufa ndio afufuke. Akiwa hapa duniani akafufua watu watatu. Akamfufua Lazaro. Na yule kijana pale nani akamfufua. Na yule msichana wa Jaira. Kiasi tunajua zile ukoma unafanya duniani. Hapa nataka usikie vizuri. Ndio ujue mahali kanisa liko. Kiasi ni kuna wako watano waine. Tuna wazee, tuna wamama, na tuna vijana, wasichana na wavulana. Na tukiongea juu ya vijana na wasichana, mpaka tule tudogo tuko pale ndani. Kwa hivyo sasa hizi groups ni lakini wakati Yesu aliwafufua hapa duniani, alifufua vikundi vitatu tu. Hakufufua hii ya nne. Na hapa nataka usikilize vizuri. Ndipo ujue pahali pako ni wapi. Akamfufua mzee. Wakati alifufua Lazaro, akamfufua kijana. Wakati alimfufua yule kijana wa ziki la nayo, na akamfufua msichana. Yule msichana wa Jaira. Yesu hakumfufua mwanamke. Kwa rekodi zile ziko. Unajua ni nini? Kwa sababu alikuwa anataka kubakishia kanisa. Ndipo watu wasije wanasema ya kwamba yeye alienda na uhai wote wa ufufuo. Na sisi tuwe tunasema hatuwezi. Ati kwa sababu Yesu ndiye alikuwa anatenda vile. Akabakisha mama. Ndiposa yule mama akuja kufufuliwa na Petero. Kwenye jiji la Jopa. Kwenye mitume 9. Yule mama alikuwa anaitwa Tabitha. Ama Dorcas. Wakati yule Yesu ameenda, Petero wapati alienda Yopa. Petero ndiye alimfufua yule mama. Ndiposa kuonekana kwamba yule uhai wa ufufuo Yesu alikuwa nao. Hata kama tayari ameenda, amewaachia kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huna sababu siku ya leo. Sababu wanaweza sema Yesu ndiye alikuwa anafufua. Lakini Petero ndiye alifufua yule Tabitha. Na ndiposa akawacha ile kikundi ya mama. Ndiposa ile ikuje ifufuliwe na kanisa. Ndiposa kuanzia pale kanisa ikiwa iko na uwezo wa kutakwa ndani ya ufufuo. Bwana asifiwe. Petero akamfufua Tabitha. Naye Paulo akamfufua Eutuko. Yule kijana alikuwa ameketi kwenye dirisha pale. Usiku kesa wakati Paulo alikuwa na maandiko inasema usingizi ukamzidi. Na yule kijana akatoka kwenye dirisha akaanguka. Kwa sababu walikuwa kwenye orofa ya pili. Kwenda pale wakamkuta tayari Eutuko ameaga. Paulo akamwambia msijali. Akateremka akamfufua Eutuko. Hivyo
tuko wale ambao wanaanguka kule nje ya kanisa. Unastahili wasaidiwe na ule uhai wa ufufuo. Kwa sababu Paulo ndiye alisaidia yule kijana. Ndiposa unasikia alikuwa anataka kujua ile uwezo ambayo ilimfufua Kristo. Ndiposa aulidi. Kwanza amefufua Lusera. Pale Lusera alifufuka na tena akamfufua Eutuko. Bwana asifiwe. Lakini ukiwa huna ule uhai wa ufufuo, mtu anakaa tu kaburini amelala kama Lazaro. Akingoja kama kuna neno linaweza kutajwa imsaidie. Na ndiposa kuna maandiko kwenye kitabu za Methali imesema, usitu ukiwa ndani ya roho ya mtu inafanya ile roho iname. Lakini kuongelezwa vizuri, ile ndio inaifanya ile roho isimame. Lazaro wale ambao tayari wamesainama ndani yao, inastahili kukuja watu wako na ule uhai wa ufufuo, nayo waonekane ndani ya kanisa. Kwanza wao wananenea zile roho vizuri, na zile roho zinasimama kama ninafufuka, na zile roho zinasimama vizuri. Bwana sifiwe. Ule uhai ambao unanenea roho, ile roho unasikia imeinuka. Roho ilikuwa imeinama, tayari imeinuka. Lakini yule ambao ananenewa anasaidiwa na uhai ambao umetoka nje yake, ndani yake lazima iongeleshwe watu wengine. Kwa hivyo kama vile Lazaro asiongeleshwe, lakini roho ya Daudi, kwa sababu ya vile walikuwa wamejiona na Mungu, yule Daudi alikuwa amejazwa na uhai wa Mungu. Kwenye kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 3, ama unaweza kwanza mstari wa kwanza. Daudi akanena ya kwamba Yehova ndiye mlinzi wangu, hakuna kitu naweza kosa. Ananichunga kule ambao kuna majani mazuri, na niongoza kwenye maji ya uhai. Mstari wa 3 akasema ya kwamba anafufua roho yangu wakati ambao imekosa nguvu. Kwa hivyo Daudi hapoji neno limetoka kwa binadamu kutoka nje, kwa sababu alikuwa anajua ndiye mlinzi wake na ako ndani yake. Kwa hivyo roho Daudi ikikosa uwezo, kama akisikia kama imekufa, Bwana asifiwe, alisema inafufuliwa kutoka ndani. Mungu hufufua roho yangu wakati nimekosa nguvu. Daudi hakuwa anataka kuambia akisikia amekosa nguvu, akisikia roho yake imekosa nguvu, akisikia roho yake imekosa uwezo, akiwa kule ndani ya Mungu, kwa sababu alikuwa anamwambia mlinzi wangu, wewe unanipeleka kwa malizo mazuri, wewe unanipatia maji ya uhai, hapa nimekosa nguvu. Ule uhai wa ufufuo, Bwana asifiwe, anasikia amepata uwezo. Roho yake mahali imekosa nguvu, anasikia kuna uwezo. Bwana na utusaidie, ndiposa ule uwezo uwe ndani yako, ujue na ujue kushinda mambo mengine yote, ndiposa ikiwezekana ifike wakati ufufuliwe, na sio wakati ule tutaanza. Hata mpaka siku ya leo, yale mambo ambayo yamekufinya mpaka unasikia roho yako kama iko kufa. Bwana asifiwe. Ndiposa ufahamu vizuri haya maneno. Akorintho wa pili 1 mstari wa 8, Paulo akanena ya kwamba, ndiposa ufahamu vizuri vile Daudi alisema. Akorintho wa pili 1 mstari wa 8, Paulo akasema ya kwamba, wadugu na wadada, msije mkasahau ile shida ambayo ilitukuta wakati tulifika kule Asia, kule tulisukumwa ni
nishinde na pande zote. Na pale kwa kwa kunena na habari sio. Baada ya kusukuma na pande zote na shida. Ukiana bali kutuelero. Ni kama tumehukumiwa. Ni kama tumehukumiwa kifo. Na mioyo yetu. Na mioyo yetu. Ukiana tatumeumire. Tukawa kama tumeiwacha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Msije mkasahau. Ile shida ilitukuta. Penye nchi ya Asia. Kule tulisukumwa. Nishinde pande zote. Na mpaka kama Danieli. Tumehukumiwa kifo. Na mioyo yetu tukaitupa. Akasema ni pesa kutoka pale. Tuwe tunamwamini. Ama tunamtegemea Mungu ambaye ana uhai wa ufufuo. Akasema ni lazima tumtamani na mtujue yule Mungu ambaye anafufua wale wamekufa. Kwa hivyo ile shida walikuwa nayo. Na ile shida walipata. Na ile vita walipata. Wakasaidia na ile uhai wa ufufuo. Wakasema tumefika mahali. Tukawaachiliwa tu kumtamani Mungu yule ambaye anafufua. Bwana asifiwe. Ule uhai ndio unafanya kazi. Poza Bwana akasema ya kwamba nikuja ndio pate uhai. Na tuna uhai tele. Poza ule uhai kudumisha. Na ule mwingine umezidiziwa. Saidia kufufua wale wengine. Bwana asifiwe. Wale watu ambao wana donate damu kwenye hospitali. Kwa sababu damu inaongea juu ya uhai. Wale ambao wana donate the blood kule kwa hospitali. Mtu ambaye ako na damu na ako na damu imezidi. Kienda kupatiana damu kama kwa familia kwa hospitali. Utolewe damu na upate kizunguzungu. Mtu anarudishwa ile imetolewa. Halafu na unaongezewa ingine. Kwa sababu umeonekana huna damu na hujazidi. Hata saa ingine unapatiwa soda ya Fanta. Bwana asifiwe. Lakini mtu ambao uko na damu na imezidi, yule husaidia mwingine. Nasi tukiwa na uhai, na tuwe na uhai ambao imezidi, ule uhai utakudumisha, na ile ingine itakuwa nikikusaidia nayo. Bwana asifiwe. Nipoza kukuta ndugu ama dada ambao amekosa nguvu, kwa sababu wewe uko na uhai mwingi, unampatia uhai, unamsaidia uhai wa kufufua roho yake. Lakini uwezi ukikuta mtu ambaye amekosa nguvu, na saa ingine ni shida ile ambayo anapitia, au maneno yake mengi ambayo watu wamemweka, wewe unazidi kumuua zaidi, kwa sababu wale ambao hawana uhai wa ufufuo, ile kitu ambao wanawawambia ni kifo. Mtu anakuambia nimekosa uwezo, nilisikia akina fulani wamenena mambo yangu, baada ya kusikiliza mpaka amalize, badala umpatie uwezo, kwa maana huna uwezo wa ufufuo, unaanza kumwambia kwamba wewe nimesikia, ama hujakosa ama hakuna kitu unajua. Zile umempatia zako, zile ambao mimi najua, na zile nimesikia, mimi nimesikia hata hujaongea. Yule alikuwa anataka kukutegemea umpatie uhai, unamuua mara mbili. Lakini wale ambao wako na uhai na umezidi, zile roho ambao zimeinama, mtu akizikuta, Bwana asifiwe. Unajua vile mtu anafanya? Wacheni niwaambie. Unaweza letewa shida na mtu, ukiwa na ule uhai ambao tunaongea juu yake siku, na usikilize ujue ile shida uko nayo ni mara 10 zaidi ya vile amekuambia. Lakini ukiwa na ule uhai, huwezi kuambia yako. Mtu anatoa ule uhai kidogo ako nao, anafufua yule. Kwa sababu Yesu
aliambia yule mwizi uhai. Na wakati ule alikuwa ametandikwa kwenye msalaba. Badala ya mwingine amwambie jiokoe na tuokoe, huyu mwingine wakati nilimwambia na Yesu nikumbuke. Yesu hakutoka kwa msalaba ndio amsaidie, lakini wakiwa pale tu ametandikwa na misumari kwa msalaba, akamwahidi uhai na akamwambia siku ya leo tutakuwa pamoja na wao kule paradiso, kwenye roho za wale ambao wameokoka naye. Yesu hakuwa anampatia uhai akiwa ametandikwa, bado alikuwa anasumbuka pale msalabani. Damu tu bado ilikuwa inatoka juu yake, damu ilikuwa inatoka kwa babu zake, lakini akiwa ndani kwa hiyo kwa sababu alikuwa na ule uhai wa ufufuo, akamwahidi uhai. Yesu anataka kusaidia watu hata kama tukiwa kwa msalaba. Mtu anakuja kwako na tayari umesulubishwa na hutatoka kwa msalaba, utamsaidia ukiwa tuna shida yako. Bwana asifiwe. Kama umebakisha ungabii na huwezi hujui utatoa ingine wapi, na mtu amekuja anakwambia tunalala njaa, mtu anachukua unga moja na wapeana, mtu ambao kuna uhai na uchukua na peana, kwa sababu anajua nikikula hii Mungu ya kesho ndiye atatupatia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu akawa na uhai mwingi, akawa anafufua watu, na wakati yeye mwenyewe aliaga akiwekwa ndani ya kaburi, ule uhai ukamfufua akatoka ndani ya kaburi. Ndiposa Paulo alikuwa anatamani kujua ile uwezo ilimfufua, na kweli aliujua, na kweli aliulinda. Basi baada ya Yesu kwenda, baadaye Paulo akihudumu, tunasikia historia yake ya yale mambo yote ambayo alitenda akiwa chini ya ule uhai wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ule uhai unadumu hata kama mtu tayari ameondoka. Yale mambo ambayo umetenda hata ukiondoka, ule uhai utazidi kufanya kazi yake. Bwana asifiwe. Siku ya leo tunaongea juu ya yale maneno Paulo alinena. Na Paulo alienda mwaka wa 67 AD. 67 AD Paulo aliondoka. Baada ya miaka 60 ya Yesu kifo, Paulo aliondoka. Na ni kwa nini tunaongea juu ya somo ya leo Paulo? Kwa sababu ule uhai huwezi ukaisha. Maana asifiwe. Na yule uwezo ama uhai Tabitha alikuwa na hudumu na yote. Wakati alikuwa anatengeneza manguo kwa watu, ule uhai ndio ulimfanya afufuliwe baada ya kifo chake, kwa sababu alikuwa amelala kule nyumba ya juu. Wakati wangekuwa na mdomo wa kujitetea, hakuwa na mdomo wa kujitetea, lakini wana kijiji wa ile jiji wakati walimpeleka Petero, walimleta Petero kutoka kule Luda, walikuja wakaanza kumwonyesha ile kazi ilikuwa inafanywa na Tabitha, uhai wa zile matendo alikuwa ametenda, hata kama hakuwa akiongea na mdomo. Ndio ilimfanya Petero aulize umemweka wapi? Bwana asifiwe. Ule uhai ambao utahudumu nao siku ya leo ndio itamfanya Mungu akusaidie kesho. Utaenda ujikute kwenye shida kama vile Paulo alienda wakajikuta, na hata kabla ya kunena hata jina moja, ule uhai ambao uko ndani yako. Bwana asifiwe. Tunasikia maandiko yanasema kiburi ya Petero ilikuwa inaokoa watu ama kupona. Watu walikuwa wanawekwa kwa jiani pale Petero atapitia. Nipola ikiburi
Petro. Ni ule uwezo ulikuwa unatoka ndani ya Petro. Ile unasikia inaitwa vibes inatoka ndani ya mtu. Na vibes sio to kwa kaikuri. Na sio kwa Mungu tu ziko. Ona kwa na raguli vibes sio nozo marita wera. Hata kwa waganga wanafanya kazi na zile vibes. So tunakeza ndani ni kile kani. Kwa sababu naye shetani anatazama, anajifanya. Kiruki utiya kawaida. Ile kiburi sio ya kawaida. Kwa ni ya kawaida. Kwa sababu kama ni ya kawaida. Hata ukiwa Petro ndani yake ona nini na keruda hata ni kusema Petero hangeponya watu saa 6 mchana. Kwa sababu jiwa likiwa pale mtu hawezi kupona kiburi yake. Lakini ni uwezo. Ule Yesu alisema kuna mtu ameniguza, nimesikia nguvu ikitoka ndani yangu. Ule uwezo ndio inapatiwa kanisa. Na nimewaambia inakuwa hata ndani ya mtu kama ameondoka. Wafalme wake nende kumekia rudira hali. Wapili, wafalme wapili. Waki wake 13. 13. Maandiko mekugatire. Maandiko yanasema ya kwamba Israeli ne. Wana wa Israeli. Ile mara hapa na meta wa Moab. Wakati walikuwa na vita na Moab. Na ukia mtu akwita matiko ine masi. Na kukawa kuna mtu alikuwa amekufa nyakati zile. Na ndio maikoro matiko ine. Na wakati wakawa pale kwa mazishi. Na ndio mara matiko ine. Na wakati wao walikuwa pale kwa mazishi. Ukiona kula kula hiyo moto ya Moab okay. Wakaona majeshi ya Moab imekuja. Wakajua Moab wakitukuta hapa watatua. Yule mtu ambao walikuwa wanamzika. Andiko yanasema wakamchukua. Wakamtupa kwenye ile kaburi Elisha alikuwa amezikwa. Wakati yule mtu alianguka kwa ile mifua ya Elisha. Andiko yanasema baada ya kufika pale akafufuka. Ni nini ilifufua yule mtu? Kwa sababu Elisha akiwa uhai alikuwa na ule uhai wa ufufuo na alikuwa imejaa ndani yake mpaka wakati aliondoka mifupa yake ilimfufua yule mtu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Elisha baada ya kuondoka ule uhai wa ufufuo bado ilikuwa kwa kaburi yake. Ile iliondoa Yesu kwa kaburi na ikaondoa ile njia na ikamfanya mwana wa Israeli afufuke. Ninajua ile shida ilikuwa pale nini? Kwa sababu maandiko yanasema baada ya kugusa mifupa akafufuka. Tena akatoka kama anakimbia. Angalia wale Waisraeli waliotoka kwa kaburi. Baada ya kuangalia nyuma. Anaona yule mtu ambao wale wamekufa. Wanamuona amekimbia akikuja kwao. Mtu alikuwa anakimbia mara mbili. Bwana sifiwe. Kwa sababu acheni niwaambie. Hata kama watu wakijifanya haki. Kwa sababu ule uhai wa ufufuko bado haijaingia vizuri. Siku ya leo watu wameshikwa mateka na kuogopa kifo. Hivyo hata siku ya leo hata kama mbinibina na bwangu na ukisikia yule akiwa ndani ya sanduku ameigona. Hata kama mtarudi. Kwanza lazima mkimbie kidogo. Bwana sifiwe. Mtu atakuwa kitazama ile shimo akiwa bali angalie kama amesimama. Hata kama ulikuwa mnampenda. Akigonga sanduku na ni mchanga mnaona. Na uone amegonga kio amesimama. Ni ngumu sana mtu aseme haleluya. Amehulua. Kwanza mtu ni kukimbia. Alafu tena uwe anachunguliwa kutoka. Lakini yule mtu baada ya kuamua kwa mfua baada ya kutoka wana wa Israeli waliomwona kwanza wakaanza kukimbia. Nyumbani walikuwa wanafahamu iliendaje. Lakini ile mambo ambayo tuko nayo siku ya leo Elisha kwa sababu alikuwa na uhai. Ule uhai ambao unafufua mtu. Wacha kugoja mpaka uhai wa kutoka nje. Vile Lazaro anagoja Lazaro toka. Kuwa na uhai wako. Ile ambayo itakuwa ikikufufua. Yes. Mwanzo mwimbaji anasema ya kwamba inyamwigini yango gomereria
ninapewa. Najikia kusimama vizuri. Na ninabarikiwa. Halafu nachukua hatua ya kwenda safari. Mmoja Daudi alikuwa anasema ndiye ananifufua. Usije unakaa kanisani tu usaidiwe na wale wengine. Ukiwa na shida lazima unenewe. Ukiwa na ule uhai wa ufufuo. Hata ukiwa ndani ya nyumba ukiwa peke yako. Utasikia mambo yamekuwa magumu. Lakini unaambia Bwana kwamba ule uhai ambao uko ndani yako na kuomba unipatie uwezo. Na unasikia roho yako imefufuka. Bwana asifiwe. Na hivyo Ayubu kama alikuwa anategemea watu. Andiko anasema wale walikuja kumshauri. Alikuwa anamwambia hakuna mtu anapenda kupigwa na Mungu hivi. Hata bibi yake akamwambia tukana Mungu wake. Ayubu alisaidiwa na ule uhai wa kufufua mtu. Kwa sababu alikuwa peke yake alinyamaza akasema. Ayubu 19. Hata nikiona haya yote. Hata nikifukuzwa na bibi yangu. Na marafiki yangu wananiambia lazima nimemtukana Mungu. Na wale ambao nimeajiri kazi wananiondokea. Akasema lakini kuna jambo moja najua. Yule ambaye ataniokoa ako uhai. Na mwishowe atasimama juu ya mchanga. Na hata kama mwili wangu utakuwa umeondoka. Na nyama za mwili wangu zimeleta shida. Nitamwona Mungu. Na wakati ule nitamuona. Sitamuona kama mgeni. Nitamuona akiwa upande wangu. Akauliza roho yangu. Ninaweza kuanguka ama nipate shida kwa nini? Bwana asifiwe. Baada ya Ayubu hakuna mtu alikuwa anaongea na yeye. Wale wamemshauri na wampatie nguvu. Kwanzia bibi yake na watumishi na marafiki wake. Baada ndio Mungu anataka kufikisha kanisa. Ukiwa peke yako unasikia kwamba tukiwa na Mungu sitaki kitu kingine. Bwana asifiwe. Hapo ungesema Bwana asifiwe. Ukiwa peke yako bibi yako anaweza kukuacha. Bwana yako anaweza kukuacha. Marafiki wako wanaweza kukuacha. Lakini kuna jambo moja litasiri yule ambaye atakuokoa kwa uhai. Na mwishowe atasimama na wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na kuna mwimbaji alienda hapa nyumbani kwa yule anaitwa Rusengana. Akasema wakati mambo yamefika mwisho na mambo yamenizingira mazito, wewe Mungu ndiye unakuja. Sijiposa tuliomba vile. Wewe Mungu ndiye unakuja unanitia nguvu. Sasa uhai wa ufufuo ukiwa ndani yako inasaidia mwenyewe na sio wewe mwenyewe peke yako. Halafu ikijaa inaenda kufufua wengine. Ndiposa Yesu anaambia Lazaro asoka. Kwa sababu alikuwa na uhai wa kumdumisha. Na alikuwa na ingine ya kumfufua Lazaro. Ndiposa hapo ndio Paulo alikuwa anatamani kujua huyu uhai. Na ujue uwezo. Na ujue ile ilimtoa Yesu kwenye kaburi. Ndiposa ikiwezekana hata mimi nifufuliwe. Nitoke kwa wale ambao walienda. Na mpaka wakati ukiwa uhai huyu awe anafufuliwa roho yake. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu si wa kukosa nguvu. Ukiwa na uwezo wa ufufuo hakuna wakati utakupungukiwa. Wewe utakuwa unaenda na usichoke. Kama vile Isaya anasema wale ambao wanamtamani Bwana hata wakikosa uwezo watakuwa wakiinuliwa na wapatiwa uwezo mpya. Watakuwa wakienda na hawatachoka. Watakaa kama tai na hawatachoka. Kwa sababu ndani yao kuna uhai wa ufufuo. Bwana asifiwe. Wacheni tumwombe Bwana na atusaidie kila mmoja
wetu. Nigetha tugenda ihoya. Ndiposa tuwe na ombi. Kama vile nilikuwa na Paulo. Naona nigetha kinyerio muhori ukiole. Ndiposa ndio apatiwe ule uhai wa ufufuo. Maandiko managa abire boteito cio. Maandiko yanasema alitupa kila kitu. Nage situa ta mauti make. Zote akazifanya kama majani. Hapo ndio ukiatereria. Pale ndio mwanzo. Ya kuegerana muo watene na kupata uzima wa milele. Nigetha atiriri. Ndiposa ya kwamba utorie gikuo udumize ama uweze kifo. Utorie gikuo. Uweze kifo. Kwa sababu ya ule uhai wa ufufuo. Nikio Elia ndakuire. Ndiposa Elia hakufa. Abatire na mwili. Alipaa tu na mwili. Kwa sababu ya ule uhai wa ufufuo. Nikio Enoku ndakuire. Ndiposa Enoku hakuaga. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria ithano. Kwenye Mwanzo 5. Athire na mwili. Alipaa tu na mwili. Nake Elia thĩinĩ wa Thamaki wa kerĩ. Na Elia kwenye Wafalme wa pili mbili. Wote thome athire na mwili. Ndio usome alipaa tu na mwili. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Nĩarĩte mũgate wa mũraika. Kwa sababu alikuwa amekula mkate wa malaika. Akomete mwathani ũkamũninĩra gĩkuũ. Pale akuwa pale chini ya mti ikamaliza ile kifo. Kwa sababu maji ya pale kwenye mto wa Kerubu haikumaliza kifo. Hata mkate wa yule mama mjane haikumaliza kifo ndani yake. Ule mkate wa tatu uliletwa na malaika. Hiyo ndio ilimaliza kifo ndani yake. Na kuanzia pale Elia hakuaga. Kwa sababu ni watu watatu ambao hakuingia kwa kifo. Wewe unajua Elia na Enoch. Lakini kuna mwingine alikuwa anaitwa Melkizedek. Yule alimtolea Abraham fungu la 10. Na Yesu wakati alipokuja huko. Naambia kwenye kitabu wa Ibrania 5. Alikuja kwenye ule ukoo wa Melkizedek. Kwa sababu Melkizedek hakuwa na mwanzo na hakuwa na mwisho. Na ndiye alikuwa mfalme wa Salemu. Kwa hivyo kuweza kifo lazima tuwe na ufufuo. Bwana asifiwe. Ndiposa Paulo akasema nilikuwa natamani sana kujua. Naye akawacha mambo yote. Jambo lolote ambalo lingezuia Paulo umuondoe kwenye kujua uhai wa uzima wa milele. Paulo zote akaondoa na akaifanya kama majani ama takataka. Tukifanya vile Mungu atatujaza ule uhai wa ufufuo, na kifo itaisha ndani yako, na uwe unasaidia wale wengine. Because mtu amekosa nguvu utamtia nguvu. Bwana asifiwe. Mungu awabariki sana.